aliteseka kwa uchungu, ili sisi sote tuwe huru, ili sisi sote tuwe huru. Mtini aliuawa kwa ajili yetu tuokoke. Mtini aliuawa ili sisi sote tuwe huru. Mtini aliuawa kwa ajili yetu tuokoke. Mtini aliuawa ili sisi sote tuwe huru. Kalvari misumari akachomwa, kachapwa na mijeledi, mkuki ubavuni akachomwa. Yote hayo sote tuwe huru. Yote hayo sote tuwe huru. Mtini aliuawa kwa ajili yetu tuokoke. Mtini aliuawa ili sisi sote tuwe huru. Mtini aliuawa kwa ajili yetu tuokoke. Mtini aliuawa ili sisi sote tuwe huru. 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 Nimekwisha tambua niwapo safarini, safari yenye shida, vikwazo, masumbufu, yanipasa kutembea naye Yesu Mwokozi. Yeye ataniongoza, nitafika salama. Yeye ataniongoza, nitafika salama.
yako leo, yeye atakuongoza. Safari ni rahisi, umkabidhi Bwana maisha yako leo, yeye atakuongoza. Safari ni rahisi. Ahadi ametupa, tutapomtegemea tutaweza kushinda majaribu ya dunia. Jitoe kwake leo na uwe mvumilivu. Ahadi zake ni kweli, ushindi tutapata. Ahadi zake ni kweli, ushindi tutapata. Umkabidhi Bwana maisha yako leo, yeye atakuongoza. Safari ni rahisi. Umkabidhi Bwana maisha yako leo, yeye atakuongoza. Safari ni rahisi. Rafiki ya kupasa, utambue ya kuwa maombi ni silaha. Tuwapo safarini, tutapata ushindi na kumwona Mwokozi katika makao yale. Shahada ya sheria mwaka wa pili Chuo Kikuu Mzumbe kampasi ya Mbeya. Ni mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa Kiadventista wa Sabato vioni, kama inavyojulikana kwa Kiingereza Tanzania Higher Learning Institutions Seventh Day Adventist Students Organization, in short TISDASO, kanda ya Mbeya. Kwa leo tarehe 6 mwezi huu wa 5 tuna mahafali ya kuaga wahitimu wa ngazi ya cheti, ngazi ya stashahada na shahada katika vyuo vikuu na vyuo vidogo vilivyoko hapa mjini Mbeya. Hivyo tunawakaribisha wote kwa pamoja tuweze kuaga wenzetu, na katika kufanya hivyo tutakuwa tunafanya uinjilisti, maana tutawaalika watu mbalimbali ambao watakuja kuhudhuria, na kupitia hizi sherehe basi watamuona Yesu na jina la Yesu litaendelea kutukuzwa. Karibuni sana na Mungu awabariki. Amina. Watu wachache wakianza hizo hapo. Sasa hawa wafika tu hapo likizo mheshimiwa. Kwa hivyo miste. Ngoja. Miste watu wengi alafu hapo watu wachache alafu hapo likizo. Ukichukua na watu atia yeye. Huyu sasa katibu kumwamrisha hapa atafuta ngani. Basi kuitoa ile video angalia na anafikiria. Naomba nimsalimie. Kina Baraka pale wa basi pale ndio
kila sababu kupatia nafasi za zawadi ya uhai na afya njema, kitu ambacho kila mmoja angetamani lakini wengi hawakuweza. Asubuhi ya leo tumekuwa na fursa nzuri sana ya kuwepo hapa kwa ajili ya kufurahi pamoja nao wenzetu ambao wanahitimu katika fani mbalimbali. Wameona tukusanyikishe hapa kwa mahafali yao. Kimsingi ni wanadisidaso, wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuoni ambao wako chini ya mlango wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Wamewalika ndugu na jamaa ambao wamekuja kushiriki pamoja na marafiki. Kwa hiyo tuombe katika program zote tuwe na usikivu, tulivu, tuungane nao katika ufanisi wa shughuli hii. Karibuni sana. Wakati huu kwa mujibu wa ratiba yetu tutakuwa na program ya wimbo kutoka kwa kwaya ya Mbeya Mjini. Tafadhali kwaya ya Mbeya Mjini, naomba tukuze Mungu kwa ajili ya wimbo wakati tunaendelea. Karibuni. Kila
Ninakushukuru kwa jina la Yesu. Amen. Ningeomba sasa wale ambao wamekaa mbali kidogo, tafadhali naomba tusogee utambulisho. Bwana ni mwema wakati wote. Tunamshukuru Mungu kwa hili tukio muhimu ambalo tunaliendesha siku ya leo. Jina lake lipate kutukuzwa. Labda kabla kuendelea kutoa utambulisho, ningeomba kamati ya mapokezi Mzumbe, kama uko hapa, ninaomba uende getini. Kuna watu wengi sana wanakuja na hawaelewi waingilie wapi na wafike wapi. Utambulisho wetu utakuwa kama ifuatavyo. Tutaanza na vikundi vya dini mbalimbali hapa chuoni, Chuo Kikuu Mzumbe campus ya Mbeya. Kuanza na mwenyekiti wa MUMSA, yani wanafunzi wa Kiislamu. Mwenyekiti wa MUMSA naona hajafika. Mwenyekiti wa MUKASA, wanafunzi wa Kikatoliki, naona naye hajafika. Hapo tutaenda kwenye serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe. Rais wa wanafunzi wote kutoka vyuo mbalimbali. Kutoka BIST wako wapi? Wanyanyuka wafunge mikono. Haleluya Bwana. Kutoka TIA, amina. Kutoka St. Agrey, kutoka Uyenji Mzumbe, haleluya Bwana. Kuna vyuo vingine vilikuwa watu wengi wako likizo. Kuna chuo cha Uyole kilimo, naona hawako hapa. Kuna chuo cha Uyole maendeleo ya jamii, nao hawako hapa. Na mkuu wa mawasiliano kanda ya Mbeya, mkuu wa mawasiliano naona hayupo. Msaidizi naye hayupo. Wa mambo ya kiroho zone, amina. Wa Mbeya zone, amina. Katibu msaidizi wa Mbeya zone, mwenyekiti msaidizi wa Mbeya zone na Mbeya. Hivyo napenda sasa kukaribisha au kutambulisha uongozi wa kanisa. Tuna wanakwaya kutoka kanisa la Mbeya mjini. Naomba wasimame watupungie mikono. Amina. Kuna mlezi kutoka kanisani, yani chaplain, anaitwa Mr. Msendo, tusimamie tupungie. Vile vile kuna mzee wa kanisa ambaye tumeambatana naye hapa mbele, anaitwa Geoffrey Ambangile. Asimame atupungie mkono. Tuna mgeni rasmi ambaye huyu kwa muda huu sitamsimamisha, atakuwa na muda mzuri wa kuongea nasi na hasa katika kusherehesha
hii mahafali. Yeye anaitwa Mchungaji Aza Jamakababi, ni director wa Chuo Kikuu Arusha, University of Arusha Mbeya Center. Hivyo pastor, tunakukaribisha sana. Huo ndio utambulisho, lakini tuwashukuru wahitimu wetu walioko mbele hapa. Jamani, kwa heshima na taadhima tunaomba tuwanyanyue kidogo, mtupungie angalau mikono. Barikiwe sana. Amina. Asante sana. Kwa jina naitwa Yusuf Wanda. Mimi ni MC wa leo, mshereheshaji wa Kiswahili wanadai. Msingi nilipenda kushukuru sana mwenyekiti wa kanda kwa utambulisho wako mzuri, na wakati huu ni wakati, kabla tujaingia kupata neno kutoka kwa mzee wa kanisa, nipende kuuliza mambo yafuatayo. Kuna baadhi ya vikundi hapa under Calvary wapo, kama mpo mnanyosha mkono. Wapo under Calvary, wimbo mmoja, beti moja na chorus. Alafu mzee wa kanisa atasimama kwa ajili ya somo. Karibuni sana. Ushindi upo,
Hatatuacha kamwe. Maelekezo mafupi ni kwamba kama mnahitaji kupata neno la Mungu, karibu sana. Wahitimu ni jambo lenye kupendeza zaidi. Jamani, mnasemeje kwa hili? Amen. Kwa nipende kusema kitu kimoja kwamba wahitimu wote ambao mko mbele hapa, ongezeni tabasamu. Maana Bwana amefanya jambo hili kwa ajili yenu. Mnasemeje? Amen. Ni siku ya pekee. Tufurahi jamani. Kwa sababu ni nafasi ya pekee ambayo Mungu ameweza kutupatia. Mungu alitupatia kwa muda mrefu na kwa miaka mingi tunayo, ambayo na imani kwamba wengi wetu hapa tunaisoma na inatusaidia katika maisha yetu. Tutakuwa na kipande cha swali kifupi cha mafungu mawili. Kinasema, je, utakapofanikiwa utanikumbuka? Utakapofanikiwa utanikumbuka? Unajua, wengi wetu katika maisha yetu tunapopata mafanikio tunamsahau yeye aliyesababisha mafanikio yetu, tunamsahau Mungu wetu katika mafanikio. Na napoongelea mafanikio ni pamoja na afya ambayo Mungu anatupatia toka tulipokuwa tumezaliwa tukakua. Ajali nyingi zilitusibu katika maisha yetu, katika utoto wetu. Wengine tunaweza kuwa na kumbukumbu hizo, wakati mwingine tutaka tudondoke katika mashimo marefu, lakini Bwana akanyosha mkono wake akatuokoa, tukazidi kuishi, miaka ikazidi kwenda mpaka tumefikia umri huu, mpaka leo tunakuja na wenzetu ambao wanahitimu, lakini Bwana alikuwa pamoja nasi. Lakini haya nayo ni mafanikio. Je, utakapofanikiwa utanikumbuka? Wengi wamesahau kumkumbuka Mungu. Wanapofika katika hatua fulani wanajisahau ya kwamba Mungu ndiye aliyekuwa pamoja nao, na hatimaye sasa wanaanza kujidai na kuwa na kiburi na kujiona kwamba watu ni watu ambao kidogo hali zao. Sasa mimi sinajua tena, kipindi kile kwa sivai suti, sasa hivi kidogo navaa suti safi kwa vile. Yaani inampa kama ile kiburi fulani cha mafanikio. 9 katika Biblia, Kumbukumbu la Torati 4 na fungu lile la 9, kuna maneno pale ameyaongea. Anasema kwamba, lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako. Kuna mambo mengi katika maisha yetu tumeona kwa macho yetu, tumeushuhudia mkono wa Mungu ukitenda miujiza katika maisha yetu, ulikuwa pamoja nasi. Anasema kwamba katika macho yako yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako, uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako.
kwamba haya yote ambayo Mungu anakufanyia katika maisha yako, haya yote ambayo umejifunza kwa nafasi moja ama nyingine, ukasikia ujumbe wa Mungu, ukapata mafundisho ya Biblia, na yale yote ambayo umeyaona kwa macho yako ambayo Mungu amekufanyia, ni sehemu ya maisha yako ya kuwasimulia watoto utakaowazaa, wajukuu na wajukuu pia, tuwafundishe mambo yale ambayo Mungu ametutendea katika maisha yetu. Kwa ni zoezi endelevu linaloendelea kwa sisi pamoja na familia zetu na wajukuu panapo uzima. Basi kitabu tena kile cha Torati 8 pale nipo penye maana zaidi. Kitabu cha Torati, Kumbukumbu la Torati 8 na fungu lile la 12 mpaka 20. Tasoma hapo. Hatimaye tutakaribia na kumaliza na kisa kimoja. Kumbukumbu la Torati 8 na mstari wa 12 naanza kusoma, anasema kwamba angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, fungu la 13, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho Mungu wako na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Unajua, wakati fulani katika maisha yetu tulipitia katika Umisri, maisha ya utumwa yasiyofaa ambayo yapendezi Mungu, lakini tukaamua kupiga hatua mbele ya kuacha ule Umisri wa tabia mbaya zote ambazo ni chafu, ambazo hazipendezi Mungu. Mungu alikuwa pamoja nasi kututoa katika mioto hiyo, tusimsahau. Na naendelea kule kusoma na lile fungu la 15, aliyekuongoza katika janga lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani, kwa maana wasiojua baba zako apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Na fungu lile la 17 anasema, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huu. Tusije tukajisahau katika jambo hili, kwamba tutakapokuwa tunaendelea kupata mafanikio, tukaanza kujidai na kusema hapana, ni nguvu zangu. Unajua pale nijitahidi sana, nikafanya hivi, nikokolesha na ile fulani, nikapata mafanikio, hii ni nguvu zangu. Tunasifiana, tunakuwa na rafiki yangu namsimulia, tunacheka, kumbe ni Mungu ndiye aliyetusaidia. Yote hayo ni mafanikio ambayo Mungu anatupatia yeye mwenyewe, na akiamua kuyaondoa, anayaondoa kwa haraka na kwa dakika usizozani. Unaweza kuporomoka ukabaki katika aibu kubwa sana. Fungu la 19, lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Ile ni neno la Mungu, mtaangamia bila shaka. Fungu la 20, kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu kumbuka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Bwana mmoja. Nianze hivi. Kuna wazazi ya baba Mbeya walifanikiwa kupata mtoto wa kiume mmoja, wakamlea katika shida, lima mashamba kwa jasho, ili mtoto wao angalau asome afike juu. Wakajikusanya,
wakamnyima, wakaumia sana wale wazazi kwa ajili ya mtoto wao mpendwa wanaompenda, wakaumia, wakajituma kwa namna yote mpaka kufika katika hitimisho na hatimaye akapata kazi, akawa kule katika mji wetu Dar es Salaam, akiwa katika magorofa ya juu, ni kubwa huko, ni manager. Siku moja wazazi wake akawa wamekaa pale nyumbani, akafikiria kwamba sasa mtoto wetu toka anaondoka kwenda kusoma, mbona wewe? Baba akamwambia, wewe mama, wafahamu watoto wa kiume? Kuta pale nje kuna wale ambao lazima uvute wengine pale mlangoni ambao ni wakaribishaji kwa ajili ya kukutana naye. Akasema anamtafuta mtoto wangu ambaye ndio manager wa hiyo ofisi. Wale watu wakamwangalia sura yule mama, kuna kweli kabisa anafanana sana na manager. Sasa inakuwa tukamwambia manager, akapandisha kwa manager, kuna mtu ambaye amefanana naye sana na kutafuta, ni mama mmoja hivi amekuja mchafu amevaa vitenge na nini, amekuja na kutafuta. Akachukulia kirishani kwa globe hiyo. Asema sio ndugu yangu kabisa. Kwanza akataja kabila lingine nje na lile la kabila la yule mama alilolitaja. Akawa amemsahau kabisa, yani akawa amengi kama amfahamu kabisa. Basi mama akahuzunika sana, lakini wale waliokuwa wanamkaribisha pale mlangoni wakamwonea huruma, wakamchukua yule mama akaenda katika nyumba zao wanapokaa, wakamlea, maana walipata uhakika kwamba huyu ni mama yake kabisa, hajakosea. Wakamtunza, wakamnunulia vitenge, wakaendelea kumtunza, kumlea pale kwa muda kadhaa. Baadaye wakamwambia mama, basi wewe nenda mtoto nyumbani, usiwe na wasiwasi, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Wakampa nauli, akarudi nyumbani. Basi aliporudi kijijini, kijiji wakashangaa sana, machifu wakashangaa sana, lakini basi machifu, niseme tu kama amri ya Mungu inayosema usipowatii wazazi wako ukawasahau, ni moja wapo ya amri kumi za Mungu. Ukikosea hapo umekuwa mkosefu kwa Mungu, ikawa kama vile ni laana kubwa. Basi ikatokea laana kupitia kwa machifu. Yule mtoto kule akapata kichaa akiwa Dar es Salaam. Alipopata kichaa, hali ikawa sio nzuri. Wale ndugu zake wakafanya hatua haraka, wale ambao walikuwa wamepokea yule mama wakasema, sasa jamani, huyu mtu lazima hichi kichaa kitokea mamake ambaye alimkataa. Wakaenda kijijini, ni historia ndefu na ifupisha kwa sababu aliporudi kijijini na hatimaye alipofika kijijini wakaomba msamaha kwa machifu na kumchukua yule maana sasa ni kichaa, anaeleweka, amepakia tu kwenye buti. Wakamweka huko kwa balozi huko ndani na kuomba msamaha kwa machifu na kumpika vyakula na kumpatia msamaha. Ndipo hali yake iliporudi na hatimaye akaenda kukiri kwa wazazi wake kusema, hakika nyinyi ni wazazi wangu, nilifanya makosa. Tusimsahau Mungu wetu. Mungu alibariki neno lake. Ya mwisho imewadia, nani atasimama kutetea imani na kusifu kazi ya mikono yake na kumaliza kazi yake Bwana, kazi ya kutangaza Injili na kumaliza kazi yake Bwana, kazi ya kutangaza Injili. Saa ya mwisho imewadia, nani atasimama kutetea imani na kusifu kazi ya mikono yake na kumaliza kazi yake Bwana, kazi ya kutangaza Injili na kumaliza kazi yake Bwana, kazi ya kutangaza Injili. Nasimama sasa njia panda, ninasimama nikipaza sauti, hata yule mwenye shingo ngumu asikie, naye arudi kwa Bwana, aseme shetani kwaheri, naondoka naenda kwa Bwana. Aseme shetani kwaheri, naondoka naenda kwa Bwana. Nasimama sasa njia panda, ninasimama nikipaza sauti, hata yule mwenye shingo ngumu asikie, naye arudi kwa Bwana, aseme shetani
kwa Bwana. Mikutano ya viongozi yafanyika kila siku, hoja kubwa ni amani, suluhisho la kutafuta amani. Nani atakayeleta amani kama siyo Bwana Mkombozi? Nani atakayeleta amani kama siyo Bwana Mkombozi? Mikutano ya viongozi yafanyika kila siku, hoja kubwa ni amani, suluhisho la kutafuta amani. Nani atakayeleta amani kama siyo Bwana Mkombozi? Nani atakayeleta amani kama siyo Bwana Mkombozi? Nasimama sasa njia panda, ninasimama nikipaza sauti, hata yule mwenye shingo ngumu asikie naye arudi kwa Bwana. Aseme shetani kwa heri, naondoka naenda kwa Bwana. Aseme shetani kwa heri, naondoka naenda kwa Bwana. Nasimama sasa njia panda, ninasimama nikipaza sauti, hata yule mwenye shingo ngumu asikie naye arudi kwa Bwana. Aseme shetani kwa heri, naondoka naenda kwa Bwana. Aseme shetani kwa heri, naondoka naenda kwa Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wimbo huo mzuri. Basi mara baada ya huo wimbo nitamkaribisha mzee wa kanisa afunge kwa ombi ile neno ambalo. Asante. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kwa nafasi ya pekee umetupatia uzima tena na tumeweza kukusanyika hapa kama mkutano wote mzima. Tunaomba Mungu katawale mahali. Uwepo wako ukae pamoja nasi tukizidi kufurahia wenzetu wanapohitimu na uwepo na tukizidi kufurahi pamoja nao. Endelea kutawala ibada hii na kupitia somo hili la pekee tusikusahau Mungu wetu ambaye umetupatia uzima kwa miaka yetu yote na katika mambo yote na mafanikio yote. Uwe pamoja nasi katika jina lako Yesu. Amen. Okay, asante. Yeah, love you. It's a challenge kwamba we have to speak in the language of a person, ili kwamba tunachoongea kiwe na mguso na lasting consequence ambazo ni positive. Wahitimu, kwa ni muda kwa ajili ya risala. Nadhani mko sawa sawa. Karibu sana. Risala ifuatayo ni risala kwa wagwa ilianza somo ya mwaka 2009 na mwaka 2012 na wengine walianza mwaka 2010 mpaka 2012. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabla ya yote tunakushukuru kwa kuacha shughuli zako mbalimbali na kuweza kuitikia wito wa kuwa mgeni rasmi siku hii ya leo. Ndugu mgeni rasmi, sisi ni wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali hapa jijini Mbeya. Tunaunda umoja unaoitwa TESDASO. Tunayo furaha nasi tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha sisi sote kufikia siku hii ya leo tukiwa na furaha na tukiwa tungali hai. Tulianza masomo yetu mnamo mwaka 2009 na wengine mwaka 2010 kutokana na tofauti wa kozi mbalimbali tunazosoma katika vyuo vyetu kwa tofauti. Kanda yetu hii ya Mbeya ina vyuo mbalimbali ambavyo ni Mbeya Institute of Science and Technology, yani MIST, Mzumbe University, Teofilo Kisanji University, yani TEP, Tumaini Mbeya Branch, Center Grey TCC, Zazanti TCC, Uguso TCC, Mbeya Medical Training Center, yani MMTC,
Tanzania Institute of Accountants, their branch TIA, Moravian, Beta Mbeya, Uyole Maendeleo ya Jamii, Uyole Chuo cha Kilimo, Mlemi, St. Clair Nursing, Sumbawanga, Rukwa, St. Clair, Sumbawanga na Sumbawanga Nursing. Ndugu mgeni rasmi, tunayo furaha kuu siku hii ya leo kutokana na ushindi ulioupata katika safari hii nzito ya muda wote huu tukiwa katika vyuo vyetu. Tulianza chuo tukiwa jumla ya wanachuo wapatao 69 na hivi sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwani wanachuo 62 tumepata fursa ya kumaliza masomo yetu katika vyuo mbalimbali. Wenzetu 7 kutokana hatunao hapa kutokana na sababu ya imani yao kuitetea sababu. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kujiunga na chama hiki cha KISDASO, kwani tumelelewa katika misingi iliyotufanya hadi hivi sasa tungali tumeshikilia imani licha ya matatizo ya hapa na pale. Katika kipindi hiki chote tumejifunza mambo mengi sana ambayo yametusogeza karibu na msalaba na hivyo kutuwezesha kuilinda imani tuliyoachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mgeni rasmi, maisha ya chuo ya matatizo mengi, hasa ukizingatia kwamba ndipo mahali ambapo vijana wengi kujikuta wameiacha imani yao na kujiingiza katika mitindo mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine hutufanya kupoteza sifa ya kuwa wanafunzi na wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kutokana na chama hiki cha KISDASO tumetuwezesha kulinda imani yetu katika vyuo vyetu licha ya mitindo mingi ya maisha kuwepo vioni sio mpendeza Mungu. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tunayo furaha kubwa ndani ya mioyo yetu kwani siku hii ya leo hii inaonyesha jinsi gani Mungu katujalia kuwa miongoni mwa wahitimu wa elimu hii ya hapa jijini Mbeya. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwani miongoni mwetu tulipata bahati ya kuhudhuria mikutano mbalimbali ya Tanzania Union, yani RETIT, ambayo Mwanza mwaka 2011, Dar es Salaam mwaka 2012, ikiwa ni njia mojawapo ya kukuza ufahamu wetu wa mambo ya kiroho. Katika maisha yetu ndani ya miaka hii mitatu mingine miwili tumepata fursa mbalimbali za kushirikiana na wenzetu kufanya kazi mbalimbali kwa njia ya effort, yani mahubiri ya hadhara ambayo watu 82 walibatizwa. Tumepata fursa ya kufanya huduma za jamii kama vile kutembelea wagonjwa hospitalini na pia kuhudhuria joint mass mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wetu wa kiroho na kudumisha ushirikiano miongoni mwetu kama wana KISDASO. Ndugu mgeni rasmi, katika maisha yetu vioni tumekuwa na mshangao mkubwa mmoja kutokana na Mwenyezi Mungu alivyotutendea katika nyakati hizo zote za masomo yetu kwa kipindi chote hiki, kwani tulichogundua ni kuwa unapomtumikia Mungu ndivyo kwa namna moja ama nyingine ndivyo Mungu anavyokujalia mafanikio mbalimbali katika kazi zako za mikono. Hivyo kwa kweli hata leo hii kufika hapa ni kutokana na rehema za Muumba wetu, kwani kuna wengi walioshindwa kumaliza masomo yao kutokana na sababu mbalimbali, huenda ni njema mbele za Mungu au si njema mbele za Mungu. Matatizo. Ndugu mgeni rasmi, toka tulipoanza chuo kuna matatizo mbalimbali yaliyotokeza katika kipindi cha masomo. Miongoni mwa matatizo yaliyotokeza ni kama ifuatavyo. Moja, ndugu mgeni rasmi, tatizo la kufanya mitihani siku ya Sabato kama vile majaribio na mitihani ya mwisho wa muhula. Tatizo hili limepelekea wenzetu 7 kutoka chuo cha TEKU kushindwa kumaliza masomo yao, japo swala hili bado linashughulikiwa ili kupata fumbuzi. Na misi kuwa na incomplete kwa sababu mitihani kupangwa siku ya Sabato. Tatizo jingine ndugu mgeni rasmi ni tatizo la fedha za kuendesha shughuli mbalimbali za chama. Hili pia husababishwa na wanachama kutokuwa waaminifu katika kutimiza wajibu wao wa kutoa ada na michango mbalimbali, hata kama ikitolewa sio katika kiwango cha kukidhi, tena kwa kuchelewa. Ndugu mgeni rasmi, tatizo jingine ni baadhi ya vyuo kukosa mahali pa kuabudia wakati wakiwa vioni. Hii husababisha ukuaji wa kiroho kuwa mdogo miongoni mwetu. Ndugu mgeni rasmi, pia wanachama kutohudhuria katika shughuli za chama kama vile joint mass, retreat, effort na katika huduma mbalimbali za jamii. Mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba uongozi wa kanisa uweze kushughulikia tatizo la wanafunzi kufanya mitihani siku ya Sabato, ukianzia katika vyuo ambavyo vimekwisha pata tatizo hili kama Theophilus Kisanji University, TEKU, na Mbeya Institute of Science and Technology MIST na vyuo vingine vingi. Ndugu mgeni rasmi, tunapendekeza uongozi wa chuo chetu cha Arusha University uwe na mikakati thabiti ya kuanzisha fani mbalimbali ili vijana wa Sabato
waweze kusoma katika chuo chetu, kuondokana na tatizo la kufanya mitihani siku ya Sabato ambalo kila siku linazidi kukua. Ili rasmi mwisho kabisa, tunapenda kushukuru uongozi wa TISDASO kanda ya Mbeya, wanachama wote, associates TISDASO na wageni wote waliofika katika mahafali haya ya kuaga wanachama wenzao, bila kusahau uongozi wa chuo kikuu Mzumbe kwa kukubali kutupa mkumbi wa kufanyia shughuli hii ya leo. Mungu wetu wa mbinguni aweze kuwabariki kwa moyo wao mzuri wa kujitolea. Soma mbele yako na ili yakishika. Mungu atubariki. Yawagwa kwa mgeni rasmi. Tukaribishe Teku, anachuo kutoka Teku kwa ajili ya wimbo wa kumtukuza Mungu, na taratibu zingine zitaendelea. Tunamshukuru Mungu kwa ajili tena ya programu nzuri na kwa ladha nzuri ya wimbo wa Kiingereza. Barikiwe sana. Kimsingi muda huu ni mkaribishe mtu mmoja anasema anahitaji kumtukuza Mungu kwa wimbo.
Saa Kisika, tafadhali njoo mtukuze Mungu. Pata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya wimbo. Labda ningependa kuomba tushirikiane sote kuimba. Sasa tunapofika kwenye chorus, nafikiri wimbo unaofahamu wengi, nami naupenda sana. Anasema ni salama rohoni mwangu. It is well in when peace right away, nothing left my way. When soul like sea belows you, and started when my future is done. It is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, all the joy, all this glory below. My sin, not in bound for the womb, is named to the good, and I may no more. Praise the Lord, my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. And the Lord has the day when my poor shall be sad. The ground below bound of the school. The Lord shall be sung in the
vyombo vinasema isa imetosha. Namshukuru Mungu. Ananikumbusha mwimbaji mmoja anaitwa George Youngs. Yule jamaa ana bass. Na watu wamezaliwa na bass. Kimsingi unapohudhuria tukio lolote katika maisha yako, iwe ni sherehe, iwe ni mahafali kama haya, jitahidi angalau ujifunze kitu kimoja. Yaani usiondoke bure. Usiwe na ile kwamba just tu nimefika, haifai kwa ulimwengu wa sasa hivi. Fika lakini angalau uondoke na kitu. Shaja mtu mmoja akasema wapo kama umeenda sehemu ukakuta marafiki, watu wote wanaokuzunguka hawaendani na zile values zako. Hebu unda rafiki. If you cannot find a friend who matches your value, create one. So we have to create a friend that matches with our value. Mmoja amejiunga kwenye kitu moja inaitwa blog. Kwa hiyo unaweza ukatembelea pale ukapata update zozote za kwao kama Visdaso. Inaitwa visdasombeazone.blogspot.com. Kwa hiyo kwa wale watu wanaosafu kwenye Facebook na mambo ya blog unaweza ukawapata. Kwa hiyo Visdaso mbeazone.blogspot.com. I think it's clear. Visdaso. Yani this here, this, that, this. Sasa ni Visdaso. Mbeazone. blogspot.com. Muda huu kuna watu walijiandaa wanaitwa Esa nadhani. Kwa hiyo nitaruhusu wafanye program yao. Time limited, wanafahamu. Alafu then tutaendelea na updates zingine. Samani na kifua. Naomba watu kama watatu. Mwanakwaya mmoja, mhitimu mmoja na raia mmoja. Wote wana. Sasa mimi nataka nijue kwamba ni kweli tunafikiria au tunafanya nini. Naomba mwanakwaya mmoja. Yoeli 3:18. Yoeli 3:18. Yoeli 3:18 nasema hivi. In that day. Kitu moja kaka. Wewe nyuma pale pale. Tunaingia Efeso. No. Tunaingia Filemoni. Filemoni 1:7. Filemoni 1:7. Mstari wa 7. Filemoni 1:7. Your love has given me great joy. Okay, tunaingia Stefania 2:5. Stefania 2:5. 2:5. Sema wale wao. Yes. Tunamalizia na Mathayo 25:14. Mathayo 25:14. Sema maana ni mfano mtu atakaye. Naomba nibadilishe fungu maana imegongana. Naomba ni Habakuki 2:4. Habakuki 2:4. He's puffed away. He's puffed up. His desires are not upright. Yes. Habakkuk? Tazama roho yake Yes. hujivuna. Yes. No. Yes. Jamani, tunaombeni kitu kama tusome Biblia. Soma Biblia. Na mimi nijitahidi kusoma Biblia. Kiukweli ukisoma Biblia kuna story nzuri sana na mbalimbali humu. Utajifunza mambo mengi. La tuseme wa
mataifa huwa wana maswali mengi kwetu. Unakuta wanauliza kwa nini nyinyi hamna Pasaka Christmas? Kwa nini nyinyi mnamsuki nywele? Kwa nini nyinyi mavazi yenu yapo tofauti na walimwengu? Majibu yote yapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru. That's moja. Yeah. So how can you defend your faith? Wewe changamoto kwamba kama usomi Biblia. Of course inaonekana mtu kutembea na Bible unakuwa outdated, si ndio? Si ndio? Natikisa vichwa lakini ndivyo ilivyo. Inaonekana unatembea na Biblia leo unaonekana kwamba uko outdated. Lakini it is the source, ndio database ambayo Mungu ametuwekea kuupload kile ambacho tunapaswa kuwa nacho kwa wakati husika. Sasa ndio toka mwaka 2012 uanze kuna siku 127. Kuna mtu ambaye anaweza akafa asife kati ya Jumatatu, Jumapili, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Yupo? Na Jumanne. Yaani kati ya siku ya kwanza ya juma Jumapili mpaka siku ya 7 Jumamosi. Yaani ndani ya siku hizo kuna mtu ambaye anaweza akafa nje ya hizo siku. Hiyo inatuambia nini? Unajua wasomi lazima tunafikiri. Lazima tunafikiri mambo mengine, inatupa uwezo wa kufanya maamuzi thabiti, tunajua tunafanya nini. Hiyo inatuambia kwamba kila siku tunarudia siku ya kufa pasipo kujua. True or not? True. Wengi wetu hapa huenda leo tumekaa ndio the day ndio siku ya kufa kwetu, lakini haijafika, mwaka hujafika na mwezi, lakini it's our day for us today in future. Toka mwaka uanze, it means kwamba siku ya kufa kwako au kwangu nimerudia mara 18 pasipo mimi kujua. Huenda ndipo tunafanya maamuzi mabaya zaidi. Imekwenda wapi imani? Imani ile ya zamani, imani ile ya wazee wa zamani, walitetea imani, mwisho wakashinda. Imekwenda wapi imani? Imani ile ya zamani, imani ile ya wazee wa zamani, walitetea imani, mwisho wakashinda. Iko wapi imani ya wazee wale? Iko wapi imani ya zamani? Wako wapi kina Musa, Elia, Ibrahimu na Yakobo? Iko wapi? Iko wapi imani ya wazee wale? Iko wapi imani ya zamani? Wako wapi kina Musa, Elia, Ibrahimu na Yakobo? Iko wapi? Iko wapi imani ya wazee wale? Iko wapi imani ya zamani? Wako wapi kina Musa, Elia, Ibrahimu na Yakobo? Iko wapi? Iko wapi imani ya wazee wale? Iko wapi imani ya zamani? Wako wapi kina Musa, Elia, Ibrahimu na Yakobo? Iko wapi? Iko wapi imani ya wazee wale? Iko wapi imani ya zamani? Wako wapi kina Musa, Elia, Ibrahimu na Yakobo? Ajili yangu nawe msalabani kwa
nilikufa msalabani kwa ajili yako. Leo Bwana akuita, njoo kwangu ewe mpendwa, ya dunia yanapita, njoo kwangu mwenye dhambi. Nilikufa msalabani kwa ajili yako. Mpendwa, hebu fikiria Bwana Yesu alivyoumia. Mpendwa, hebu fikiria Bwana Yesu alivyoumia. Nimkaribishe kwenye kiti katibu wa kanda hopefully Dickson tupatie ombi, alafu yeye atatoa maelekezo nini kinafuata, sababu mambo yote yako sawa. Alafu baadaye saa 7:30 itakuwa ndio muda wetu tumemaliza, kwa maana ya muda wa mchapano umeshamaliza kupata chakula. Karibu sana. Nitatoa maelekezo kwanza, baada ya hapo tutapata ombi, hapo tutaelekea mahala pale chini ya mti mfulivu mahala pale. Kwa hiyo tutapita mlango huu, unaweza kupita hata mlango ule pia, sio mbaya. Tunasema asante kwa sababu umetupa nafasi nyingine ya kuishi wakati kama huu. Baba, umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza function hii, na sasa tunapoenda katika pumziko fupi, tunaomba uweze kuwa pamoja nasi. Baba, hicho chakula kilichoandaliwa tuomba uweze kukibariki, bariki na mimi naenda kupokea pia. Tunasema tunanyamaza kimya na Mwokozi. Amina. Basi wewe makirikiri hapo lolote wewe. Atakupigia simu. Wewe. Pilipili ya? Iya, haina. Tukifika kule mbinguni, tutasahau shida zote tulizozipata hapa kwa muda mrefu. Tutaimba wimbo msana mwana kondoo, tukifika juu mbinguni kule kwa Baba. Tukifika juu mbinguni kule kwa Baba, tutapokelewa sisi na malaika. Tutafurahi katika Yerusalemu, tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu. Tutafurahi
tutafurahi naye tukishangilia. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu. Tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Hapatakuwepo maumivu wala maombolezo, hayo yote yatapita, tutasahau. Atafuta machozi yetu tuliyoyapata hapa duniani, yote yatakoma hapa duniani, yote yatakoma. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu. Tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu. Tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu. Tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu. Tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Tukifika kule mbinguni, tutasahau shida zote tulizozipata hapa kwa muda mrefu. Tutaimba wimbo wa msana mwana kondoo, tukifika juu mbinguni kule kwa Baba. Tukifika juu mbinguni kule kwa Baba, tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu. Tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu. Tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia.
patakuwepo maumivu wala maombolezo, hayo yote yatapita, tutasahau. Atafuta machozi yetu tuliyoyapata hapa duniani, yote yatakoma hapa duniani, yote yatakoma. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu, tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu, tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Tutapokelewa sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu, tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Sisi nao malaika, tutafurahi na Yesu katika Yerusalemu, tutakula na Yesu katika meza iliyo ndefu, tutafurahi naye tukishangilia. Mr. Darwin, we carry you. Oh, you are you. With you. If we carry away the world upon his shoulder, I know my sister Darwin, we carry you. He said, come into me. Oh, you are will, and I'll forgive you. If we gave the weight of the world upon his shoulder, I know my sister that we carry you. He said, come into me. Oh, you are willing, and I'll forgive you. Kwaherini ya kuonana, Mungu akipenda wapendwa, tutaonana tena, tutaonana pale kwenye kiti cha enzi, tutashikana mikono ya ushindi, tutashikana mikono ya ushindi. Huku tuendako enyi wapendwa, tusimsahau kamwe Mungu, tumtukuze Mungu duniani, siku ile ajapo tuvikwe taji. Huku tuendako enyi
tutashikana mikono ya ushindi, tutashikana mikono ya ushindi. Wetu tuna bahati kweli, wokovu umefika nyumbani. Wetu tuna bahati, sisi sote tuna bahati, sisi sote tuna bahati kweli, wokovu umefika nyumbani kwetu, wokovu umefika nyumbani kwetu, tuna bahati. Amina, mnaweza mkakaa. Jamani, msisahau kwamba sisi tuna bahati, na msisahau kwamba wahitimu wana bahati. Mungu amewalinda, wanaelekea katika kumaliza masomo yao salama. Tulinda, tuendelea na masomo yetu, na ambao wapo kazini bado Mungu anawalinda, anaendelea na kazi zenu. Jamani, mna bahati. Kwa sasa naomba nimkaribishe ambaye amejiandaa na kipindi cha Jenga Kisdaso PA System. Tafadhali karibu. Jambo la pekee sana ambalo ninaamini ya kwamba tutakapokuwa tumelifanikisha, hakika Mungu atatukuzwa. Haleluya. Ndugu zetu ambao wametuita mahala hapa leo wakiwa na hitimu, wakishirikiana na wenzao ambao wanabaki katika masomo yao, wamekuja na jambo la pekee sana ambalo wanahitaji ushirikiano wetu. Naamini miongoni mwetu hapa kila mmoja atakuwa ni shahidi ya kwamba tunasikilizana vizuri kwa sababu ya vyombo ambavyo vinatumika hapa. Hawa ndugu wamekuwa wakiendesha mahubiri mbalimbali, wamekuwa na shughuli mbalimbali ambazo zinahusisha vyombo hivi vya mawasiliano, lakini kwa namna moja ama nyingine imekuwa si rahisi kwao wao wenyewe kuweza wakati fulani kufanikisha mambo kwa wakati kwa sababu ya ukosefu wa vyombo vya mawasiliano. Wale ambao ni wenyeji zaidi mtakuwa mashuhuda ya kwamba hata hapa tulipo sasa tunakimbizana na wakati, ni kwa sababu vyombo hivi vinahitajika kwenda mahala fulani. Haleluya. Sasa imefika wakati wakaona ya kwamba kuna umuhimu wa wao kuwa na vyombo kama hivi. Watakapokuwa wametangaza kwamba tuna effort Mbata, sio swala la kwanza kubajeti tena kwamba vyombo tutakodi kwa laki ngapi. Haleluya. Haleluya. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapodhuru wengine, usinipite. Mtakatifu Shema wa juu mbinguni, heshima na utukufu vina wewe milele hata milele Baba. Naomba Bwana Emmanuel Tangare, sijui yuko wapi, ni mtu ambaye tulikuwa tukijadili naye mara kwa mara kuhusiana na hili swala, naye angesema kitu alafu baadaye tuendelee. Mara moja ili tuwahi kumaliza hili swala. Au pale pale ulipo, hebu sema Bwana, naamini kabisa hili swala wakati fulani tumekuwa baada ya dakika 20, na maana vyombo hivyo tutanyang'anywa. Kwa hiyo na jinsi gani mawasiliano ni muhimu kwetu hapa. Mimi sina hela nyingi sana, ila mimi nitachangia shilingi 50,000 za Kitanzania. Haleluya. Deadline tarehe 6 mwezi wa 6. Amina. Basi niombe kitu mpaka tarehe 6 mwezi wa 6. Utaandika na utaonyesha kwamba umeshafikia ile ahadi yako. Muda mrefu sana tuwahi kumaliza watu 18, kwamba kwa neema ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na uwezo wa kupata shilingi 25,000.
Naomba waandishi tafadhali sogeni kwa watu kule, ili ya kwamba wanapokuwepo na mtu asipate taabu sana. Mimi napenda kushukuru Mungu kwamba amenipatia nafasi ya kuweza kuwa mgeni. Sio kwamba ni bora ukilinganisha watu wengine. Mimi naamini tu ni kwa rehema na kwa neema ameruhusu tuweze kuwa pamoja jioni ya leo. Kwamba tunapaswa kuamua kuwa bora sana. Sawa ndugu zangu, unapaswa kuamua kuwa bora sana. Siwezi nikaeleza bora sana kwa sababu siwezi nikaingia katika ubongo wa binadamu nikapima namna ubora huo unavyotakiwa kuwa, lakini imekupasa kuamua kuwa bora sana. Unaweza ukasema nimechelewa kwa sababu leo ndio mimi naondoka. Sawa? Lakini hujachelewa. Kama hujawahi kuamua kuwa bora sana kabla haujafika katika graduation, bado nafasi ya kuamua kuwa bora sana ipo mbele yako. Amina. Nasema hivi kwa sababu katika risala ninajaribu kucombine hii hotuba na risala, majibu ya risala. Katika hotuba nilipokuwa nikiangalia 90% peke yake ya watu walioanza mwaka 2009 au mwaka 2010 ndio wamemaliza, ndio graduate. 90%. 10% ni watu ambao wameshindwa graduate. Ziko sababu nyingi sana wakati huu wa dunia ambazo zinamfanya binadamu iwe ngumu kuweza kugraduate ukilinganisha na miaka ya nyuma. Ukiangalia hali ya uchumi katika dunia nzima leo, ukiangalia hali ya uchumi, unapoanza shule ukaimaliza, unatakiwa kushukuru sana Mungu. Kwani ni kitu gani ambacho kilikusababisha wewe usiwemo katika 10% ya watu ambao hawakufanikiwa kugraduate leo? Una akili sana ukilinganisha wale wengine? Siamini hivyo. Kuna factor ambazo Mungu amezicombine kiasi ambacho umetoka product. Yaani wewe umekuwa zao la zile factors ambazo Mungu alizunganisha pamoja ili uweze kugraduate. Leo unapoanza shule kuna vitu kama uhuru wa dini. Sawa? Kuna vitu ambavyo vinakukalkuletia mwanafunzi kwamba hata kama umeanza, kwa sababu uko tofauti na mazingira ya chuo unachokisoma, hauwezi ku graduate. Uhuru wa dini. Sasa unaweza ukasema wale 10% walishindwa graduate kwa sababu ya uhuru wa dini. Not necessary. Inawezekana walishindwa graduate kwa sababu mazingira yao ya kiuchumi, relative na uchumi wa dunia, imesababisha wasiwezi kufika huko mlikofika. Ziko sababu nyingine ambazo inawezekana hazitokei sana hapa. Watu wanaanza shule, alafu kabla hajamaliza anaugua. Mshakutana na watu aina hiyo. Anaugua vibaya kiasi ambacho hata kitendo cha kukaa darasani au kufocus, kuconcentrate kitu ambacho mwalimu anazungumza hakipo. Kwa niaba ya wanao graduate, napenda kumshukuru Mungu kwamba amewapatia nafasi imefika mahali hapa. Ameamua kuwa bora sana, unapaswa kuamua sasa. Ninacombine hii hotuba pamoja na najumlisha Kiingereza na Kiswahili kwa sababu wakati najiandaa nilikuwa nafanya hiki kitu kwa lugha ya Kiingereza. Sasa nimekuwa ninatamani kitu kimoja katika maisha yangu, kwamba aina gani ya binadamu mimi napaswa kuwa. Mimi sawa, nitataja vitu 7 hapa ambavyo mimi ninaamini ya kwamba hivyo ndivyo ninapaswa kuwa. Kitu cha kwanza, nataka niwe mtakatifu. Amina. Ninaona kwamba ninapokuwa mtakatifu mambo mengi yanajirekebisha peke yake. Sawa? Hiyo ni character ya kwanza, hiyo ni sifa ya kwanza. Natamani niwe aina ya mwanadamu ambaye ni mtakatifu. Ukiacha utakatifu, kitu cha pili, natamani kuwa aina ya binadamu ambaye ana akili. Sio kidogo sana. Kwa sababu pia ukiwa mtakatifu alafu ukaunganisha na akili, mazingira unaweza kuyatawala kwa namna ya ajabu sana. Hard working, diligent.
huyo aina ya binadamu natamani kuwa very very hard working, ambaye nafanya sana kazi. Kitendo cha kusoma katika maisha yangu, nilisoma kwa sababu nilitakiwa nitumie ile elimu kufanya kazi sana. Kitu cha 4, natamani niwe visionary. Visionary, natamani kuwa mtu ambaye, binadamu ambaye ana njozi. Okay? Alafu cha 5, natamani kuwa practical. Mtu ambaye anageuza theory inakuwa practice. Ukiwa na uwezo wa kugeuza theory kuwa practice, kitu chochote tunachojifunza darasani kikawa practice, hiyo ndio mimi natamani. Kwa sababu theory haziishi ndani yake yenyewe, zinatakiwa zigeuke ziweze kuwa practical. Kitu cha 6, natamani niweze kuwa na hekima. Nakumbuka Sulemani, natamani kuwa kama Sulemani, mtu hekima. Cha mwisho, natamani kuwa bora sana, the best. Amina. Ukicombine hizi characters, ukizichanganya pamoja, alafu ukatumia akili ya kibinadamu kusema ya kwamba kusema kwamba hili linawezekana au haliwezekani, utagundua ya kwamba wengi wetu tutasema kwamba hili jambo haliwezekani. Sio rahisi kwa mwanadamu mmoja kuweza kuwa na combination na mchanganyiko wa vitu vyote hivi 7 kwa wakati mmoja. Lakini Biblia inasema hili jambo linawezekana, ndugu zangu. Amina. Amina. Hiki kitu kinawezekana, kwamba mimi ni mtakatifu, wakati huo nina akili sana, wakati huo ninafanya kazi sana, wakati huo nina njozi, wakati huo ninabadilisha theory niliyoipata darasani inakuwa practice, wakati huo mimi nina hekima, wakati huo ninakuwa ni the best, bora sana. Biblia inasema inawezekana. Inawezekana. Kuna mambo yamenitokea katika maisha yangu hivi karibuni. Niliwahi kudhani kwamba mtu anapokuwa na PhD, sawa, unahitaji kwa Kiswahili shahada ya ngapi hiyo? Shahada ya uzamivu. Kuna watu wana shahada za uzamivu, lakini akizungumza anaongea kana kwamba hajawahi hata degree ya kwanza hana. Na mmeshakutana na watu hao? Unajua ni kitu, ni ingredient gani na miss katika maisha yao? Kinachomisi katika maisha yao watu, sawa, ana akili ya kufanya mtihani akapata A, lakini hana hekima. Sawa. Naomba fungue katika kitabu cha Daniel. Fungue Daniel sura ya 1. Watu wamesoma hiki kisa kwa mara nyingi sana, lakini wanasema okay, nini kipya katika Daniel sura ya 1? Fungu la 17. Inasema hivi: kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Alafu inamalizia katika fungu la 1, Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Ninaposoma mafungu haya nasikia raha kwa sababu moja. Mimi nakuja kugundua katika graduation hii kwamba hawa watu walikuwa darasani, sawa, kama ninyi ambapo mlikuwa darasani, sawa. Hawa watu walikuwa na walimu wa kibinadamu, sawa, kama ninyi mlikuwa na walimu wa kibinadamu, sawa sawa. Lakini hawa watu walikuwa wana mwalimu mwingine zaidi ya walimu wa darasani wa kibinadamu, kwa sababu Biblia inasema Mungu akawapa maarifa na ujuzi katika elimu na katika hekima. Ogopa sana Mungu akitranslate curriculum ya law ambayo umeifanya kwa hekima zake, ili wewe ukapate kuelewa kutokana na perspective ya Mungu. Utakao fanana na lawyer yoyote Tanzania. Sio Tanzania peke yake. Utafanana na lawyer yoyote chini ya uso. Alafu Biblia inasema alikuwa Daniel naye na ufahamu
katika maono yote na ndoto. Yaani hakuna ndoto katika maisha ya binadamu ambayo ulikuwa ukimpelekea Daniel anashindwa kuleta tafsiri. Pasipo kujali hiyo ndoto ameota mpagani au ameota mtu ambaye anafahamu. Hamna. Hakuna. Jamani, ninapenda kutoa pendekezo moja hivi. Mtu yoyote ambaye anakaa darasani akijifunza kitu chochote, sasa imefika wakati ili akapate kuwa bora kuliko wanadamu wanaomzunguka, amshirikishe Mungu kama mwalimu wa curriculum hiyo ambayo anaifanya. Amina. Amina. Usipomshirikisha Mungu utapata A. Sawa. Wanasema wanaweka miguu kwenye maji usiku ili wasilale, alafu wanasoma. Utaipata hiyo A. Hiyo A utakayoipata utakapoilinganisha na A ya mtu ambaye amemruhusu Mungu akapate kuwa mwalimu wa the same curriculum. Sahau mkuti. Na Biblia inaendelea inasema katika fungu la 18, kabla sijafika pale, katika Babeli, mahali ambapo kisa hiki kinatokea, Daniel, walikuwepo watu wanaota ndoto. Sawa? Na walikuwepo watu wanaotafsiri ndoto. Lakini Daniel hayuko katika kundi la aina hiyo ya binadamu. Unajua shetani pia anaweza kukuletea kitu ambacho kinafanana na kile ambacho Mungu anakuletea, ndoto. Alafu akakupatia tafsiri. Ukaonekana ya kwamba wewe una capacity, una uwezo wa kutranslate ndoto. Daniel hayuko katika group hiyo, hayuko katika classification hiyo. Hii ni classification ambayo whether wewe pagani au mtu yoyote pelekea ndani ya ndoto ataitafsiri, kwa sababu Mungu ndiye mwalimu wake. Mungu anapokuwa mwalimu wako, kinachoshangaza hata ukitoka darasani, unajua shida tulionayo binadamu sasa hivi ni wapi napaswa kuweza kufanya application ya knowledge ya theory ambayo nimeifanya. Hiyo ni problem. Unaelewa ndugu zangu? Hiyo ni shida mbaya. Mungu anakuweka katika mazingira ambayo anakuambia sasa hivi ndio saa ya kuweza kufanya application hiyo knowledge. Anakuweka waliotoka Israel, lakini kulikuwa Babeli ndio inayotawala dunia nzima. Walikuwa wameteka watu kutoka mataifa mbalimbali, na wanapoteka yale mataifa wanawachukua watu waliokaa katika falme, wanawachukua watoto wa kifalme. Kwa hiyo ukiwachanganya watoto wote wa kifalme waliokuwa katika mtihani huu, atakayekuwa bora kuliko yoyote ni Daniel na marafiki zake. Na ndipo Biblia inasema hawa, kwa sababu ya ubora wao, mfalme anasema wanastahili kusimama mbele yao. Katika fungu la 20 Biblia itasema, katika fungu la 20, na katika kila jambo la hekima na ufahamu aliloliuliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya hao waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Jaribu kukifanya ukashinda kama utamshirikisha Mungu katika vyote unavyofanya. Sawa ndugu zangu? Ninatamani ni waalike kwamba jitahidini kumshirikisha Mungu katika vyote mnavyovifanya, vyote. Hawa wanaoondoka, haijalishi umesoma wapi. Sasa hivi kuna trend kwamba kama tungekuwa na chuo cha Kisabato, sawa, kama tungekuwa, sio lazima Sabato, kama tungekuwa na chuo ambacho kinalingana na aina ya imani ambayo ninayo, basi tungeweza excel, tungeweza kufikia mahali target tulionayo. Lakini nataka nikwambie hivi, unaweza ukasoma popote pale, halafu ukawashinda wale ambao umewakuta pale unasoma nao, kwa sababu chuo walichosoma wakina Daniel kilikuwa ni University of Babylon. Kilikuwa ni sio chuo cha Wasabato wala cha walokole wala cha Catholic, kilikuwa ni chuo, ni secular. Amina. Yaani unapomshirikisha Mungu unajua kuna vitu unajaribu kuviexpress lakini inakuwa sijui kama lugha inakuwa ni chache kuifikia.
ukimshirikisha, haijalishi uko wapi katika excellence, haijalishi uko wapi, popote utakaposimama, you are distinguished, utakuwa tofauti. Wanaobaki, jaribu hilo jambo, alafu utaona, utakuja kuniambia siku moja. Wanaoondoka, kama hujawahi kujaribu, utatoka, nenda kajaribu. Hata kama huende kwenye masters direct, toka hapa, nenda kajaribu. Nenda ukiingia hata kazini, mshirikishe Mungu katika kazi, utaona kitakachotokea. Shangaa. Na napenda nifanye application kidogo hapa. Sababu ya wakina Daniel kuweza kuwazidi wenzao ni kwamba waliazimu kuwa wa kweli mbele za Mungu wao siku zote. Waliazimu. Unajua binadamu especially wa Tanzania sisi hatukai mahali fulani tukawa tunawaza, tunafikiri kwamba nifanye nini katika maisha. Hatukai. Ukisikia marafiki zako wanasema jamani tufanye hivi, unapita kule. Kuna mtu mmoja nilikutana naye akaniambia, mimi nilisoma mambo ya computer science kwa sababu grupu la watu tuliokuwa nao, wanafunzi walikuwa wanasema kompyuta inalipa wakati ule. Kwa hiyo nikasoma ile kitu. Lakini kama ukaa chini ukachanganua katika mawazo kwamba ni nini usome, alafu kumshirikishe na Mungu kwamba ni nini ambacho ameandaa kwa ajili ya maisha yako usome, lazima utakuwa excited. Waliazimu kuwa na Mungu maisha yao yote, ndicho kilichowafanya wawe tofauti na wenzao. Cha pili kilichowafanya wawe tofauti, walitegemea nguvu ya Mungu. Unajua wanasema tutegemee msuli. Soma msuli. Msuli ndio unakupatia A. Haiendi. Kupata A itakuwa A fake, itakuwa A ya kukariri. A ambayo ukiambiwa i translate your practical ways, sababu wewe mchezo